Naam, ni hadithi iliyojaa changamoto, mafanikio na mapinduzi makubwa. Hadithi iliyoifanya klabu hii kuwa klabu yenye ushawishi na nguvu kubwa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Inaelezwa hadithi hii ilianzia mwanzoni mwa miaka ya 1936, lakini wapo watu ambao wanadai hadithi hii ilianza miaka ya 1929. Lakini kama ilivyokuwa kwa mataifa na sehemu tofauti tofauti, wapo waasisi ambao wamewekeza nguvu kubwa na jitihada kubwa katika kulifanikisha jambo. Na katika klabu hii wapo waasisi wengi ambao waliwekeza muda wao katika kuhakikisha klabu hii inakuwa na nguvu kubwa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, akiwemo marehemu Akida. Ukilitaja jina la Queens kwa watu waliokuwepo mwanzoni mwa miaka 1948 wataelewa nini ambacho unamaanisha, kwani ndio jina la kwanza la klabu hii, na mwaka huu 1948 walifanikiwa kushinda taji la ligi kuu na kuwafanya washiriki ligi kuu ya Pwani, na hivyo kuiwezesha klabu kupata wadhamini na kuwa miongoni mwa klabu za kwanza kuwa na wachezaji ambao wanavaa jezi pamoja na viatu. Hii si klabu tu, hii ni sehemu ya maisha kwa baadhi ya mashabiki na wanachama, kwani miaka kadhaa baadaye klabu hii ilibadilishwa jina na kujiita Eagle, kwa maana ya tai, kwa Kifaransa ni Aigle. Jina hilo alikudumu sana na hadi baadaye wakajiita Sunderland, jina ambalo lilitokana na moja ya klabu ambayo inashiriki ligi kuu Uingereza. Lakini jina hilo pengine halikuwa na bahati sana, kwani ni miongoni mwa majina ambayo yaliishi kwa muda mfupi ndani ya klabu hii hadi pale ambapo walipoamua kujiita Simba Sports Club. Nyekundu na nyeupe ni miongoni mwa rangi ambazo wao walizichagua katika mapambano yao viwanjani, kwa maana ya rangi nyekundu wakiwa nyumbani, rangi ya nyeupe ikiwapendeza pale ambapo wanakuwa ugenini. Leo ni siku maalumu kwa wanasimba. Leo ni siku ya tamasha la Simba Day 2026. Jina lake huenda likaandikwa kwa wino wa dhahabu, jina la Mzee Hassan Dalali, kwani ni miongoni mwa wazee ambao waliasisi tamasha hili kubwa ambalo limekuwa likiwaleta wanasimba mahala pamoja kila mwaka. Ni siku ambayo watakwenda kupata burudani tofauti tofauti ikiwemo muziki, lakini moja ya kitu ambacho huwavutia mashabiki wa Simba wanapofika kwenye tamasha hili ni namna ambavyo wanaweza kushuhudia nyota wao wapya ambao wanaongezwa katika kila msimu. Ni bahati kwa wanasimba watu walioiona na watakaofika katika Simba Day ya siku ya leo ya tarehe 8 ya mwezi wa 8 2026, kwani ni siku maalumu kwa wanasimba, siku ambayo tukio hili linafanyika katika uwanja wa Uhuru hapa Dar es Salaam. Wanasimba tayari wamefika hapa kwa wingi wao katika kuanikiza na kusherehekea siku hii maalumu kwa timu yao. Mpenja TV tupo hapa kuhakikisha tunakuletea kile ambacho kinaendelea kutokea hapa, na mimi ni 255 Kenny, nyuma ya kamera ni Luke de Pablo, na hii ni Simba Day. Heri ya Simba Day kwa wanasimba wote duniani kote.